majina naitwa Nixon Mushi, ni physiotherapist, natokea katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya. Ni moja kati ya madaktari ambao wanahusika kwenye matibabu ya mguu kifundo. Moja kwa moja nitaanza na nini hasa maana ya mguu kifundo. Mguu kifundo ni ugonjwa ambao ni ugonjwa kwa unaingia ndani kama unapoonekana kwenye hii modo yangu, unaingia kwa ndani lakini unakuwa kama umepinduka kidogo, tofauti na mguu kawaida unapokuwa hivi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni wa kuzaliwa, lakini pia ni ugonjwa ambao hakuna sababu hasa au sababu maalum ambao unaweza kusema kwamba hii ndio sababu ambayo inasababisha mtoto anazaliwa na ugonjwa huu, au labda ni madini fulani ambayo yamekosekana ambayo anasababisha kwamba mtoto anakuwa anazaliwa na tatizo la mguu kifundo. Lakini kijumla ni kwamba ni tatizo ambalo mtoto anazaliwa nalo, au wakati mwingine linaweza likawa linahusika au linahusishwa na magonjwa mengine. Kwa mfano kuna tatizo moja linaloitwa la mgongo wazi. Kwa hiyo pia inakuwa ina mahusiano ya karibu na ugonjwa wa mguu kifundo. Okay, sawa. Hilo tatizo umelielezea. Na je, kwa mtu ambaye ana mtoto wake sasa ana tatizo hilo la mguu kifundo, ana uwezo kutibiwa ile matibabu yake yapo? Anazaliwa na tatizo la mguu kifundo, matibabu yapo na watoto wanapona kabisa moja kwa moja. Na matibabu yanapatikana nchi nzima ya Tanzania, lakini kwa sababu sisi tuko nyanda za juu kusini, tunatoa matibabu yetu pale katika hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya. Lakini pia kuna vituo vingi sana ambavyo vinahusika hasa kwenye nyanda za juu kusini. Kwa hapa Mbeya kuna Ifisi, lakini pia kuna Chunya na mikoa ya jirani ipo, kuna Vwawa, lakini pia kuna Mpanda na vituo vingine vyote. Lakini huduma hii katika nyanda za juu kusini inapatikana na tuna vituo takriban 12 ambavyo vinatoa huduma ya kama hii ya matibabu ya mguu kifundo. Kwa sasa tunapendelea sana kuwatibu watoto pale pindi anapokuwa amezaliwa. Tunapenda tuanze matibabu mapema kwa sababu yale matibabu yanakuwa ni rahisi kupata matokeo mazuri, lakini pia yanakuwa hana changamoto nyingi tofauti na mtoto ambaye anakuwa amezidi miaka 5. Kwa mfano kuna hatua kadha wa kadha. Sasa kuna zile hatua za mwanzoni za matibabu ambazo kwa mtoto ambaye ni mkubwa kidogo inakuwa ina limit au inakuwa inamzuia kufanya baadhi ya vitu. Kwa mfano mtoto anapenda sana kucheza, mtoto awe na pilika nyingi. Kwa hiyo anapokuwa amezidi umri, umekuwa mkubwa zaidi, at least zaidi ya miaka 5, kidogo inakuwa ni changamoto kwa kijapo. Kwa matibabu yanapatikana, lakini kwa watoto ambao wana umri wa miaka kuanzia mwaka 1 mpaka 5 kwa sisi kumtibu. Lakini kwa ambao wamezidi miaka 5, 10 bado pia nao tunaendelea kuwatibu kama kawaida. Japokuwa changamoto inakuwa kuna changamoto kidogo kwa watoto ambao umri umezidi, lakini tunapendelea sana na ndio maana tunatoa sana elimu sana, tunatoa elimu kwenye kwa jamii, lakini tunatoa elimu kwenye maeneo ambayo ni hospitali, maeneo yale ambayo yanahusika na mambo ya uzazi, ili tuweze kuwapata na kuwabaini mapema sana watoto ili waweze kupata matibabu, tuweze kupata matokeo ambayo ni bora zaidi. Kwa sasa hakuna gharama yoyote kwa sababu kuna shirika ambalo linaitwa MDH, lakini wakishirikiana na Miracle Fit. Miracle Fit hao ndio funders, lakini MDH hao ndio wanasimamia, ni kama wasimamizi wa hizi huduma ambazo zinatolewa. Kwa hiyo hakuna gharama zozote ambazo zinakuwepo kwa watoto ambao wana tatizo la miguu kifundo. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wazazi kwamba unapoona kwamba mtoto ana tatizo kama hili, isiwe ni sababu ya wewe kwamba sina hela au sina hiki siwezi kumtibu. Hapana, ili swala linatibika na hakuna gharama yoyote, kwa sababu Miracle Fit wakishirikiana na MDH wamekuwa msaada mkubwa sana wa kutoa material, wa kutoa pia elimu na kila kitu ambacho kinahusika na matibabu ya watoto. Kwa hiyo inakuwa funded au vinagharamia kwa 100%. Tunachoweza kusema ni kwamba mtoto anapozaliwa na mguu kifundo, sio mama, sababu sio nani, wala hakuna sababu halisi ambayo unaweza kusema ndio sababu ya mguu kifundo kutokea. Kwa hiyo sisi tunahimiza jamii kwamba kama wanapokuwa wameona mtoto wa mguu kifundo popote pale au wanapokuwa amezaliwa, hamna haja tena ya kuanza kulaumu kwamba wewe ndo sababu. Hapana, walete kwenye vituo vya afya, kwenye vituo ambavyo tumeviainisha, watapata huduma na watahudumiwa na watapona kabisa.